Mchungaji, leo nimekusikia ukifundisha kutoka katika kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa 16 kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanawe ili kila amwaminie awe na uzima wa milele. Sasa nina swali nataka kuuliza kwa muktadha wa Tanzania na kanisa la leo kwamba hivi kanisa linahubiri kwa ujumbe inavyotosha au tumegeukia injili nyingine? Of course kwa Tanzania sasa hivi injili iliyo maarufu na kubwa ni ya kuhusu mafanikio, tena injili ya kufuata neno linavyosema au kuwafundisha watu njia ya kweli, kwa mfano kuwekeza kuhusu Yesu Kristo inakuwa ni ngumu sana sasa hivi. Kwa hiyo watu falsafa mafundisho ya kisaikolojia sasa hivi yamehamia makanisani kuliko neno la Mungu. Kwa hiyo tunasema kwamba kanisa limetoka nje ya mstari, au ni majira na nyakati tu labda zimefika za hizi jumbe za mafanikio, au watu wamejiona hawahitaji uzima, au ni vipi? Unajua kitu kimoja, kadiri ambavyo ya wasomi wanateolojia wanavyoibuka na kutokana pia na mahitaji ya watu sasa hivi ukiangalia watu wanahubiri kulingana na mteja, yani imekuwa kama kulingana na mteja wako, yani mteja kulingana na mteja wako, yani toa bidhaa kulingana na mteja wako. Usipompa maana yake atahamia duka lingine. Ndivyo ilivyo sasa hivi. Kwa maana unashangaa mpaka kwa Katoliki siku hizi kuna Pentecoste, charismatic, watu wanaimba nyimbo za maabudu kama sio Katoliki, kutokana na hali inavyokwenda, majira yalivyobadilika. Kwa hiyo kila kitu kinabadilika kulingana na vile uhitaji wa watu wanavyohitaji. Lakini je, tunaangalia mahitaji ya watu au tunaangalia neno la Mungu? Kwa sababu unajua maandiko yanasema kwamba dunia inapita na mambo yake, lakini neno la Mungu halipiti. Lakini unajua pia kwamba hata sisi binadamu pia hatupiti. Sisi ni wa milele kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu tunajua tunaishi hapa katika mwili, lakini itafika siku tutaondoka katika mwili. Kwa sisi pia ni wa milele, na mtazamo wa Yesu ni kwamba anataka atupe uzima. Lakini leo ukiangalia hii injili iliyopo ni injili ya utapata gari, utapata nyumba. Je, hizi nyumba sasa hapa duniani umilele wetu tunauweka wapi? Cha ajabu zaidi, sasa hivi watu hawajihusishi tena na milele, wala hawana kubili nao sana. Wanaona ni bora kuishi maisha ya sasa, aishi maisha mazuri ambayo ni ya muda mfupi. Hata kama akija kuteseka maisha baadaye, akija kufanyaje maisha, ila anachoangalia maisha ya sasa maishije. Unaona, na kitu kibaya zaidi, sisi wajua watu wengi tumetoka, yani sisi tumetoka hizo African traditional religion ambazo sasa watu wengi wamehamisha sasa mfumo au style ya African traditional religion. Uganga unaingia sasa hivi yani injili ilikuja ikupumzisha na mambo ya kiganga, kubeba mizigo ya hirizi, kubeba mawe, kubeba mapembe, kubeba mashuka. Sasa hivi unakuta watu tumehamia tena, tumerudishwa kule. Yani wewe uganga umehama kutoka katika yale mazingira ya kufanyika kwenye mapango, kwenye milima, imeletwa kwenye majengo mazuri. Sasa wewe kama unabeba furushi la udongo na kwenye kule nyuma kuna kitu kubebe furushi huyo Yesu Kristo, mara ubebe, usipokuwa na kilitungi, usipokuwa na kidumu, usipokuwa na chupa, yani ni kwamba sawa. Hata zamani ilikuwa ukienda huko unapata huduma hiyo, lakini hata kwa Yesu Kristo imehamia, watu wameingiza michongo yao kwa namna hiyo ili kuweza kutengeneza pesa. Unajua bwana, injili ni mojawapo ya watu wanaifanya ni njia ya kupata pesa. Ujasiriamali, ule ni ujasiriamali. Shakutana na mtu mmoja ananipa mpango, bwana mchungaji, sasa fungua
pengine tutengeneze bwana kanisa. Halafu masuala ya sadaka sasa utadiri na lakini utadiri nayo sana. Kwa hiyo sasa hivi ni mojawapo ya issue ya ujasiriamali kwamba mtu anaamua kujitafuta. Sasa atafuta mtaji alafu anafungua kanisa. Anajua kabisa atakusanya makusanyo ambayo yatamrudishia mtaji wake na faida. Na lazima sasa katika kanisa, yani ni kama duka. Lazima aliwekee bidhaa vizuri za kuuza, promotion itoke. Sasa hivi unakuta mtu ana promote pili hii itakuwa ya hivi na hivi itakuwa ya hivi. Ni sawa kama na duka tu na promote kwamba leo kuna